الحمد لله الذي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وجعل خيرية هذه الأمة في قيامها بهذه الشعيرة العظيمة، فقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حمدي Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma bwana viumbe mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu katika iman, na wahusia na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na tufahamu ikhwani fillah, Allah subhanahu wa ta'ala anawaonja, anawapatia ibtila waja wake ili aweze kubainisha mkweli kati yao na muongo kati yao, ili aweze kubainisha yule ambaye kwamba ni mwenye kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yule ambaye kwamba ni mwenye kumaasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupatia kisa katika Qur'an, kisa cha ashabu sabti, watu wa Jumamosi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema: was'aluhum 'anil qaryati allati kanat hadirata al-bahr idh ya'duna fi as-sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'a wa yawma la yasbitun la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Ikhwani fillah, kisa hiki kina durus na ibar nyingi sana, au tuseme ina dars kubwa na mazingatio makubwa sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam awaulize Mayahudi, was'aluhum, waulize hao Mayahudi, na ilikuwa ni tawbihan lahum, anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr, kuhusu kijiji ambacho mufassiruna wasema ni Aila, ambao kilikuwa baina ya al-Urdun, Jordan, Palestina na Masr. Kijiji hiki, qarya hii, kilikuwa hadirat al-bahr, kilikuwa karibu na bahari, kama vile ambavyo sisi tuko katika mji huu wa Malindi na sehemu hii ya Masjid al-Jami' karibu na bahari. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema: idh ya'duna fi as-sabti, hawa Mayahudi wao waliadhimisha siku ya Jumamosi. Baadhi ya mufassirina wasema waliambiwa waadhimishe siku ya Ijumaa, wao wakasema Mwenyezi Mungu ameanza kuumba mbingu na ardhi siku ya Jumapili, kisha na ni kadhibi yao na ni iftira, kisha akapumzika akamalizia siku ya Ijumaa. Kwa hivyo siku ya Jumamosi ndio siku ambayo kwamba ni ya Mwenyezi Mungu hana kazi, ni ya kumtukuza na kumfanyia ibada.
Kwa hivyo wao wakawa ni wenye kuadhimisha siku ya Jumamosi, kama vile Manasara wao nao walikwenda kinyume, wakawa wanaadhimisha siku ya Jumapili. Sasa siku hii ambayo kwamba wao wameadhimisha, wakaambiwa wasiwe ni wenye kuvua samaki. Hii siku wakaambiwa wasivue samaki, sababu siku ambayo kwamba wao wanaadhimisha. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapatia mtihani, itatihim hitanum yawma sabtihim shur'a. Sasa siku ya Jumamosi ambao kwamba wao wameambiwa wasivue, na ndio siku ambao wanaadhimisha, samaki ikawa wanakuja karibu kabisa, dhahira ala alma, wanakuwa wenye kudhihiri juu ya maji. Yani wewe upeleke mkono tu mchukue, wanakuja mpaka ufuoni. Wa yawma la yasbitun, na siku ambao kwamba hawaadhimishi Jumamosi, la taatihim, samaki hawapatikani, hawaji ufuoni, si rahisi kuwapata. Mwenyezi Mungu asema kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun, hivyo tunawaonja kwa kile ambacho kwamba wao walikuwa ni wenye kuvuka mpaka na wakatoka katika hududi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu fusuq, kama ukisema fasaqa alfarah, kifaranga kimetoka katika yai, ni kule kifaranga kupasua ile yai na kutoka, hii ndio fusuq. Sasa wao wametoka katika ile amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakatumia hila na wakatumia ujanja, wakawa wanaweka nyavu siku ya Ijumaa, kisha samaki wakija siku ya Jumamosi wanaingia katika ile mitego, wanakuja siku ya Jumapili wanachukua samaki, wanasema sisi tumevua siku ya Jumapili, hatukuvua siku ya Jumamosi, ambao walikuwa ni hila yao. Ndio Mwenyezi Mungu asema idh yaaduna fi sabti, wanavuka mpaka katika mipaka Mwenyezi Mungu aliyowekea, wakatumia hila, wakawa ni wenye kuchukua samaki wale wale wa Jumamosi, lakini wameweka mitego siku ya Ijumaa. Hapa Mwenyezi Mungu asema wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum au muadhibuhum adhaban shadida. Mwenyezi Mungu alipowapatia hii ibtila ya kuharamishwa kuvua siku ya Jumamosi, hawakuweza kusubiri, wakatumia hila juu ya hukumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakaingia katika maasi. Kisha watu wakagawanyika makundi matatu. Kundi la kwanza ni hawa ambao walimuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha kundi la pili ni wale waliosimama na wajibu wa nushi na inkar, wakasimama wakakemea na wakakataza ule munkar. Mwenyezi Mungu asema wa idh qalat ummatun minhum. Kundi la tatu ni wale ambao kwamba walinyamaza. Kwa hiyo kundi hili wakasema lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum au muadhibuhum adhaban shadida. Hawa ni wale walionyamazia, wakasema kwa nini mwawaedhea watu ambao Mwenyezi Mungu atawaangamiza tu? Hawa wameasi amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawa ambao kwamba ni wenye kuamrisha mema na kukataza mabaya. Qalu ma'dhiratan ila rabbikum, asema sisi hii tunataadhar kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba sisi tumetekeleza amri ya Mwenyezi Mungu na nasaha na inkari ya munkar kama huu. Walaallahum yattaqun, ya kwamba wao watahofu kwenda kuvua samaki ile siku ya Jumamosi na kuasi amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadhna alladhina dhalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsukun. Sasa walipowacha, falamma nasu taraku,
walipoacha kile ambacho kwamba wamekatazwa, tukawaokoa ambao walikuwa wanakataza mabaya, na wale ambao kwamba walidhulumu nafsi zao, wakaweka nafsi zao mahala pasipostahiki, kwa sababu dhulma ni kuweka kitu mahala si pake. Kila anayeweka kitu mahala si pake, huyu ni dhalim. Anayechukua haki ya mwingine ni dhalim, anayefanya shirki ni dhalim. Inna shirka la dhulmun adhim. Anayefanya ihtikam ila shar'i ghairi shar'i la ni dhalim, man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika hum dhalimun. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, wa akhadhna alladhina dhalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsukun, adhabu kali kwa ule ufuska waliokuwa nao na kuvuka mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Falamma atau amma nuhu anhu, walipovuka mpaka kwa kile walichokatazwa, qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaambia, nyinyi kuweni nyani adhilla. Khasi'ina bimaana adhilla, madhalili, kuweni manyani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye kuadhibu. Ikhwani fillah, katika darsa adhim ambayo tunapata katika kisa hiki ni kwamba haijuzu kunyamazia munkar wala kunyamazia fasad inapoenea katika miji, bali ni wajib kunasihi, ni wajib kukumbusha, ni wajib kuedhea bimauidha hasana ibtigha mardati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa ajili ya kutakaraza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata ikidhaniwa ya kwamba hawa watu hawatoitikia mwito huu, ni ma'dhiratan ila rabbikum la'allahum yattaqun. Lazima munkar ukemewe, kwa sababu sisi ni umma ambao kwamba ni adila, ummatan wasata, ni umma ambao kwamba khairia yetu iko katika kuamrisha mema na kukataza mabaya. Kwa hiyo hata ikadhaniwa kwamba hawa watu hawatokubali, basi ni wajibu kuamrisha mema na kukataza mabaya. Ikhwani fillah, ayuha almu'minun, katika masikitiko makubwa ni kuingia katika miji ya Kiislamu matamasha na nishati ambazo kwamba zinakhalifu qiyam alislam, zinakhalifu hata insaniya, ule ubinadamu. Nafikiri tumeshuhudia kwa muda katika mji wa Malindi kuingia tamasha ya summertime sijui na beach party maovu, ambao kwamba mji ulibadilika. Walioshuhudia wameona hali tofauti, mandhari imekuwa ni mur'ib, ambao kwamba hadha albalad balad islami. Ikhwani fillah, yasikitisha kuingia matamasha kama haya ambao kwamba inakuwa ni sababu ya kueneza tabarruj na mambo ya wanawake kutembea uchi, ikhtilat almuharram, matangamano ya haram, bali ulevi, miziki michafu na sura za fasadi zote, bali mpaka watu wenye amali za qaumu Lut wakawa ni wenye kudhihiri. Sasa ikhwani fillah, tuangalie katika kisa hiki cha ashabu sabti. Ashabu sabti wao walitumia hila na wakatumia ujanja katika kuasi amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini walikuwa wakijipatia udhuru ya kwamba sisi ile siku tulioambiwa tuvue hatukuvua. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaambia kunu qiradatan khasi'in. Je, yule ambaye kwamba anamuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dhahiran shahiran,
anamwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa njia ya tahaddi, bali kwa njia ambayo kwamba kila mwenye imani na mwenye takwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala takshairu lahu al-abdan, ngozi inasisimka na nyele kusimama kuona hali kama ile. Ikhwani fillah, wajib kwa Waislamu ni kukataa munkar kama hizi bilwasail mashrua, kwa njia za sawa, kwa njia ya amri bil ma'ruf na nahi ya munkar, na kwa hatua ambazo kwamba zitakuwa ni zenye kukubalika, ili munkarat kama hizi zisiwe ni zenye kuendelea, na kuweza kuhifadhi huwiyatu mudunihim, ule utambulisho wa miji. Kila watu wana huwiya yao na kila watu wana utambulisho wao. Ikhwani fillah, ni juu ya Waislamu kusaidiana katika birri, hasatan katika matukio kama haya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema taawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan, msaidiane katika birri, wema na uchaji Mungu, wala msisaidiane katika madhambi, ithmi na uadui. Ikhwani fillah, kutokanya munkar ni jambo adhim. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi iliyopokewa na Imam at-Tirmidhi, walladhi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, na hapa na yule ambaye nafsi yangu imo mikononi mwake, hakika mtaamrisha mema na mtakataza maovu, na lao hamfanyi hivyo, basi yakaribia Mwenyezi Mungu awateremshia adhabu kutoka kwake, kisha mtamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asiitikie dua zenu na asiitikie mwito wenu. Kwa hiyo kunapodhihiri munkar, tena munkar kwa njia ya tahaddi kama iliyofanyika, Waislamu ni juu yao kukanya munkar zote katika hali zote, zile munkarat zinazodhihiri katika misimu tofauti tofauti, lakini munkar ambao kwamba unadhihiri kwa njia ya tahaddi na kwa njia ya kuwafanya watu wazoee, waone ni kitu cha kawaida, lazima Waislamu wasimame kidete. Na hili ni jahazi kama alivyopiga mfano Mtume sallallahu alayhi wasallam, asema mathalu alqa'imi ala hududillah walwaqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safina فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema mfano wa yule ambaye kwamba anachunga mipaka Mwenyezi Mungu na yule ambaye kwamba ameingia katika haramu na akavuka mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni mfano wa watu waliopiga kura kuweza kupanda jahazi. Jahazi lina sehemu mbili, juu na chini. Chini kuna sehemu nzuri ya kustarehe na juu kuna sehemu nzuri zaidi. Wengine wakapata sehemu ya chini, wengine wakapata sehemu ya juu. Hawa walio chini wakasema kila mara wao wakitaka maji wanapanda juu. Wakasema lau sisi tutatoboa hapa tundu, tusiwaudhi walio juu, tuchukue maji kutoka hapa. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an, ikiwa watawazuia, watawashika mkono, wakawakataza kwamba msitoboe, basi wataokoka wote. Kisha wa in tarakuhum ma aradu halaku jami'an, wakiwaacha na kile wanachokitaka wataangamia wote. Sasa
tunapokuwa katika jahazi moja ama katika mji na munkar ukawa ni wenye kuenea, na sisi tukawa ni wenye kunyamazia munkar kama ule, tusichukue hatua, basi inapokuja adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inabeba wote. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha shadidul iqab. Wattaqu fitna, ogopeni fitna na ibtila na mtihani. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, hawapati wale waliodhulumu tu peke yao, bali fitna na ibtila inakuwa ni yenye kuenea na inasibu wale waliokuwemo na wasokuwemo. Wanaonyamazia munkar itawasibu. Ikhwani fillah, kuamrisha mema na kukataza mabaya si jukumu la maulama wala si jukumu la watu fulani na allan, bali ni wajibu kwa kila Muislamu kwa kadri ya uwezo wake, awe atakuwa ni mwenye kutumia hikma, ajifunge na sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutahadhari tusiwe katika wenye kunyamazia munkarat, lianna sakita anil haqqi shaytanan akhras, bali isiwe sababu ya nuzul al-uqubat, isiwe sababu ya nuzul al-uqubat, kwa sababu kunyamazia munkar ni sabab intishar al-fasad. Kunyamazia munkar ni sababu ya kuenea ufisadi. Alhamdulillah, wamejitokeza Waislamu hasa kutoka Malindi na maeneo mengine tofauti tofauti kuweza kusimama kupinga munkar kama huu. Alhamdulillah, ni dalili ya uhai wa Waislamu na ni dalili ya kunusuriwa umma huu kwa kusimama na shaira hii adhimu na kuendelea kuwa katika khairia hii ambayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hifadhi bilad almuslimin kutokamana na fitna. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rekebishe ayusliha shabab almuslimin. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aturuzuku kusimama na wajibu wa amri bil ma'ruf na nahy anil munkar. Aqulu li hadha wastaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullah.